Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Headlines, tuko na mchungaji hapa stesheni kwa ajili ya kuzungumza zile taarifa za kimichezo ikiwa ni Oktoba 10 mwaka 2025. Mchungaji, shikamoo. Marhaba, habari yako bwana? Niko vizuri, uko vizuri? Niko vizuri, Mungu anasaidia. Mungu mwingi wa rehema anatujalia kupata pumzi yake na tujalia kwa upendeleo wetu sisi kama viumbe wake. Shukuru kwa sote. Mchungaji, kwenye michezo kwa upande wa Young Africans taarifa sio nzuri baada ya kupoteza mchezo wenu wa kombe la kimataifa la machampion wa Afrika kule Malawi. Kwa taarifa hizi za kupoteza na kumuondosha kocha, kwako umezipokea vipi? Nimezipokea kwa huzuni, lakini kwa njia moja au nyingine pia nimezipokea kwa kushukuru. Kwa sababu naona kweli malalamiko ya wanachama, ya mashabiki wa Yanga waliokuwa na yalalamikia kwa kiasi fulani tumejiridhisha. Tumeona ndo maana hatukusubiri mpaka watu wafike Dar es Salaam, wakaamua watu kumpa thank you kule kwa sababu ya kile tulichokiona ndani ya uwanja. Mimi naweza nikasema sawa tumefungwa, lakini sababu kubwa ya kupoteza ile mechi ni kocha mwenyewe. Sasa hivi ndio mnaona kocha, lakini hapo mwanzo tulikuwa tukizungumza na nyie mnasema kocha ana consistency nzuri kwa michezo yote ya ushindani ambayo ameicheza. Kwa muda ule aliokuwa amekaa kocha, kama viongozi hamwezi kuchukua mihemko tu, lazima mjidhihirishe, lazima mjionyeshe, lazima mjipambanue na washabiki, muwe na uono tofauti na mashabiki, kwa sababu kiongozi haamui kwa mhemko. Kiongozi anaamua kwa kujiridhisha na kwa kufata taratibu na kwa kuangalia misingi hasa ya kuajiri na kuajiriwa. Kwa hiyo sisi tulikuwa sio kama tunapinga maoni ya washabiki wetu. Tulikuwa tunayafanyia kazi na kuangalia kujiridhisha, na ndio maana nimesema kwamba hata tulivyojiridhisha hatukutaka tena timu irudi Dar es Salaam ili aweze kuelezwa ukweli. Kaelezwa ukweli kule. Nakupa mfano mdogo tu. Israel Mwenda amekuwa hayuko naye karibu wiki mbili. Israel Mwenda alikuwa timu ya taifa. Aliyekuwa anafanya naye mazoezi Avic Town ni Kibwana ambaye ni namba 2. Lakini hata kwenye safari alimwacha, hakwenda naye. Akaenda na mtu ambaye alikuwa hampi zile mbinu zake za kucheza. Kwa hiyo kwa kikawaida ilitakiwa hata Kibwana aende naye, kwa sababu ndo namba 2 tu tulizonazo sasa hivi. Ni Kibwana na Israel Mwenda. Israel Mwenda akiferi anaingia Kibwana. Sasa Kibwana umemwacha Dar es Salaam, akiferi ataingia nani? Hiyo moja. Pili, baada ya kuwa Israel Mwenda katoka, alipaswa amuingize Asiki au Mwamnyeto, ili Mwamnyeto acheze katikati pale pamoja na Baka, Jobu asogee namba 2. Ndo mara zote makocha wengine walikuwa wanafanya, na Jobu anacheza namba 2 vizuri, lakini akamtoa Israel Mwenda, kamuingiza forward, akamrudisha Zengeri nyuma. Kwa hiyo hata ukiangalia yale magoli yametokana na sabu zake zile, kwa sababu Zengeri baada ya kurudi majukumu yake ya kukaba hakuyatekeleza kama beki. Alikaa side of striker wakati wako kwenye eneo la 12. Basi simlaumu Zengeri kwa sababu sio position yake. Kuna mbinu za mabeki ambazo wanazijua namna ya kukaba. Sasa fikiria timu kubwa kama Yanga inatoka bila kuwa na shot on target. Sasa unafikiria ushindi tapataje kama magoli kwenda mbele hayapatikani? Kwa hiyo ndo tumejiridhisha namna hiyo, tukaamua kumsakof. Kwa hiyo sio tatizo. Viongozi hawajafanya kosa kumwangalia, na mashabiki hawana kosa kuomba kocha aondolewe. Kila mtu ana haki na Yanga yake kuitetea kwa namna anavyoona. Kwa hiyo mimi na masikitiko kwa kweli tumepoteza, lakini pia nashukuru sasa kwa kuondolewa huyu kocha, ili aje kocha ambaye anaweza akaendana na wachezaji, kwa sababu hata huu usajili mpya hatuoni maana yake, kwa sababu hakuna kocha aliyowapokea wenye kuweza kuwabadilisha au kuweza kuwarekebisha waweze kuendana na timu. Uongozi unaonekana umeferi kusajili kwa sababu ya kocha hajaweza kuwatrain au kuwaunganisha na wenzao
ili waweze kuflow kwa pamoja. Kwa hiyo ule usajili usajili ni kama bado haujatusaidia, tunasaidia wale tunawatumia wale wa zamani waliokuepo. Kwa hiyo wale wa zamani waliokuepo wengi wametumika miaka 4 karibu mfululizo, wako kwenye fomu ile. Kwa hiyo nao ni binadamu, hawezi kuendelea kuwa fomu miaka yote. Na ndio maana tunasajili ili ukiona kama huyu kidogo uwezo wake sasa hivi sio kama zamani, unamuingiza huyu mpya sasa uliyemleta ili kumpush. Akipumzika wiki mechi 2-3 mechi inayokuja, kwa sababu binadamu sisi tunafatiki. Unaweza ukarudi kwenye kiwango chako ukacheza vizuri. Kwa hiyo mimi tatizo langu na ushukuru sana uongozi kumuondoa huyu bwana ili sasa watuletee kocha mwingine ambaye atakuja kwanza kunyanyua viwango vya wachezaji, atakuja kuangalia uwezo halisi wa mchezaji, kwa sababu yeye alikuwa anamng'ang'ania Ndambwile ukiangalia mechi ile alipoya mapema sana. Wakati kuna mtu nje ambaye ni mzuri tu Duka Abuye. Na Duka Abuye alivyoingia wote sisi tuliangalia mpira, mliona mpira ulivyotulia. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunajifunza na siku zote kuishi ni kujifunza. Yeah. Kwa mabadiliko ya benchi la ufundi kwa Young Africans yanaweza kuleta athari yoyote hasa kwenye michuano ambayo anashiriki? Mimi nasema athari ipo au haipo, kwa sababu inategemea sasa na huyu mwalimu aliyokuja naye ana uwezo gani. Kwa sababu anaweza kuwa na uwezo mkubwa. Mtu mwenye uwezo mkubwa hahitaji muda mwingi sana. Hata wiki moja anaweza akabadilisha kitu. Mimi nakumbuka hapa kuna kocha alikuwa anaitwa Nzoisa Batouzan. Alicheza mechi moja tu mwaka 93 kule Uganda Sekafa, alicheza na Express na nani wa Sportsvira, akafungwa bao 2-1. Baadaye akasema timu nimeiona, nilikuwa sijacheza nao kimashindano, sasa nitaenda kubadilisha, nafikiri hakuna timu itakayotufunga tena kwa wachezaji nilionao nilivyowaona. Mwalimu kwanza, kitu cha kwanza mwalimu ni kuona vipaji vya wachezaji ulionao na uweze kuwabadilisha. Unajua unaweza mtu akacheza namba ambayo yeye anaipenda, kumbe wewe mwalimu ukimbadilisha akicheza namba fulani anaweza akacheza vizuri kuliko aliyozoea. Kwa hiyo baada ya hapo Nzoisa kuwabadilisha, waliingia na Express wakamshinda bao 3, wakaja wakacheza na timu fulani wakashinda, wakafika finali na wale waliowafunga mwanzo Sports Club Villa, wakawafunga wakachukua kombe. Kwa hiyo ndio sifa za kochi hata kama uko na muda mdogo namna gani, kama una wachezaji quality, kama una wachezaji wenye viwango, haikupi shida kubadilisha mfumo. Yeah. Tulikuwa tunamzungumzia hapa kwa siku za nyuma baada ya kujiunga na Young Africans kocha msaidizi Patrick Mabedi kwamba yeye huenda ndo ameletwa kuja kuchukua nafasi ya Romain Folz, na kilichojiri ni kwamba Romain Folz ameshaachana na Young Africans na Patrick Mabedi ndo ameishikilia timu. Hii ilikuwa ni sahihi kuwaza hivyo? Inaweza kuwa sahihi au isiwe sahihi, kwa sababu si bado hajatangazwa kuwa kocha mkuu. Kwa hiyo yeye kama amekuja na kofia yake ya usaidizi, wacha tuendelee kutembea nayo kwamba yeye ni kocha msaidizi. Kama atatangazwa kuwa kocha mkuu, basi atakuwa amepanda, lakini sasa hivi tunamchukua kama kocha msaidizi, na kocha mkuu ataendelea kuwa aliendelea kuwa yule Folz. Hakuna mabadiliko yote yaliyotajwa ya kumbadilisha. Kwa hiyo kama Yanga bado anatafuta coach atakayekuja, basi atakuwa ni kocha mkuu. Kama atampandisha Mabedi alafu yule aje kuwa kocha msaidizi, taarifa tutazipata kwenye klabu, lakini sasa hivi klabu tunajua wana kocha msaidizi, kocha mkuu hawana, na ndo wanayemtafuta. Yeah. Unaiona nafasi ya Young Africans kuvuka kwenda makundi hasa kwenye mchezo wake wa nyumbani? Mimi kama mwana Yanga, hata kama nisipoiona, lakini namuomba Mungu atujalie ili tuweze kuvuka. Mimi naweza nisione, lakini Mwenyezi Mungu akaiona, akatusaidia, wachezaji wakaiona, wakajituma, mwalimu akaiona, akatoa mbinu za kuweza kutuvusha, basi tukavuka. Mimi naweza nikasema sioni, lakini wanaoingia hasa indibu katika ile mechi, wachezaji, kocha pamoja na uongozi, wanaweza kufanya jitihada tukafanikiwa. Lakini mimi nachoomba Mungu ni kwamba tuvuke. Hiyo kuona au kutokuona mimi kwangu si muhimu sana, cha msingi ni kuvuka. Ila kwa jitihada za Yanga na kwa wachezaji walionao, kama watapata kujituma, wakaamua kuicheza ile mechi, hata kama kocha hata kuwa na mbinu sana, wakionyesha tu uwezo wao wa mtu binafsi, tuna uwezo wa kuvuka.